Mtazamaji, assalamu alaikum kwa mara nyingine na karibu kwenye awamu ya pili. Kama nilivyokuwa nimekuahidi, basi hii leo tunaangazia kwa undani mustakabali wa siasa. Hii ni baada ya kuwepo kwa serikali jumuishi kwa mara ya pili mwezi wa Machi. Pale tuliona Rais William Ruto na Raila Odinga wakiungana kwa sababu kwa lengo la kufanikisha ustawi wa taifa hili. Basi mtazamaji, ili kuweza kuelewa mustakabali wetu wa kisiasa, niko nao wageni ndani ya studio za TV47. Karibu nami ni Moses Obenzo ambaye ni mwanasiasa kutoka kaunti ya Busia. Karibu sana kwenye studio za TV47. Aidha mtazamaji, niko naye Joakim Simiyu, huyu ni mwanachama kutoka bunge la Mwananchi. Pia mtazamaji, niko naye Koech Ren, ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Anthony Karumba ambaye ni mwanachama bunge la Mwananchi. Eugene Kisaka, mwanachama bunge la Mwananchi. Na pia mtazamaji, Jeff Kipsang kutoka bunge la Mwananchi. Karibuni sana kwenye studio za TV47. Nianze nawe Obenzo. Sasa walikuwa wakati wa kufanikisha kuandika ile ripoti ya NADCO, na sasa ujio wa serikali jumuishi mwaka huu, kulikuwa na pendekezo ya kwamba tunafaa kupiga darubini deni letu kama taifa. Ni jambo ambalo lilitajwa sana na wale kile kizazi cha Gen Z ambacho kilikuwa kimeandamana. Sasa mahali tumefikia sasa, tunazungumzia labda miezi 7 toka ujio wa ripoti ya NADCO, alafu miezi 3 toka ujio wa serikali jumuishi ya Raila Odinga na Rais William Ruto. Ni maneno tu tupu ya kisiasa ama kikweli tumeweza kuangazia deni letu la kitaifa baada ya kupata serikali jumuishi? Asante sana kwa nami hivi leo. Nikiangazia masuala ya NADCO report, utapata ya kwamba yale masuala inakuanga tu kawaida ya wanasiasa ili kufanya ile handshake. Kipaza sauti hakina sauti, naomba kitie. Unampata sasa? Naam, uko sawa. Tuendelee. Nikiangazia masuala ya NADCO report, utapata kuna vipengele kadha wa kadha ambayo wananchi walikuwa wanahisi ya kwamba hii serikali ilikuwa iendeshwi vizuri. Lakini utapata ya kwamba ili Mheshimiwa Raila Odinga na Rais William Ruto ndio ili ijulikana ya kwamba walikuwa wameacha maandamano imeisha na wamekuja pamoja, ilikuwa lazima walete ripoti yoyote tu ambayo itashiria kwamba kulikuwa na nia mzuri ya serikali ya kubadilisha mienendo yake. Ndio unapata NADCO report ikakuja, na kitu mmoja wapo ambayo ilikuwa ndani ya NADCO report ilikuwa wakati wanafanya jopo la commissioner wa IBC, pia political parties both government na opposition watakuwa na nini na wakilishaji pale, na wakapata. Ndio unaona Mheshimiwa Kalonzo Musyoka analalamika kusema mtu wake ama hakuhusishwa sana pale. Maana gani? Anaona ya kwamba Raila aliwekwa ndani, lakini wake hakufanya nini? Hakuwekwa ndani. Ndio unapata hata hawa makomishona ambao wako sahi, kuna ukiangalia kipengele cha section 61B of the IBC Act inasema ndio ukuwe commissioner lazima usikue katika serikali ama umeshawania kiti yoyote ya serikali. Na unapata kuna wale ambao wako hapo, kwanza mwingine kama Hassan ambaye alikuwa amewania ugavana huko Mandera, ambaye wanaona kwamba alikuwa mtu wa nani? Wa Raila. So unapata ndio ifike wakati sasa hapo June, wakati wa Gen Z na vijana wote kulikuwa na kuandamana mpaka kuingia kwa bunge. Kuna masuala kadha ambayo Gen Z walikuwa wameleta, lakini tunaona ya kwamba vijana tunaona ya kwamba hiyo ODM, hiyo mtengo chama cha ODM ni kama ilichukulia tu, ni kama iliona nafasi ya kujiunga na serikali, ili hali masuala ya Gen Z hayaangaliwa hivi mpaka sasa. Mimi ningependa ya kwamba hiyo wakati, mbona Rais Ruto hakumfanya handshake na Gen Z ama kuungana na Gen Z
ili hali akakuwa na ODM. Kwanza ODM is just a subset to your opposition. The position itself ni Azimio, si ODM. Lakini Gen Z walisema they are leaderless, partyless. Angefanya handshake na nani sasa? Kwanza unajua, kwanza hiyo tabia kufanya handshake ndio jambo ambayo tunakashifu sana. Maana gani? Kumekuwa na handshake kuanzia 2002 na Moi, ikakuja 2007 Kibaki, ikakuja 2013 Uhuru. So Gen Z, kwanza utenda kazi na corporate governance, sisi tulitaka rais afanye nini? Kuna masuala ya kadha kama corruption, abductions, unaona, inclusivity, aangazie tu hayo masuala. Mambo ya leader, hiyo mambo ya uongozi, Gen Z kuwa na uongozi kuingia kwa serikali, hayo ni baadaye tu. Kwanza yale masuala yalikuwa yafanya nini? Yaangaziwe ya kwanza. Na ukisema inclusivity ya kwanza, hizo the 10 agenda zenye ODM ilifanya na serikali, hiyo memorandum of understanding. Kwanza it does not have a backing of the law. Hakuna pale sheria inasema tu ati hiyo memorandum of understanding sasa ndio itakuwa inatawala nchi. Hakuna kitu kama hiyo, because ukisema hata inclusivity, sawa, wale expert wenyewe wanasema expert waliingia kwa serikali akinopia na John Badi. Hiyo does it mean Kenya mzima sasa watu wote waliingia kwa serikali ama vijana waliingia hapa kwa serikali? Bado kuna shida. Hata hiyo cabinet yenyewe composition yake haijamita a third rule, which hiyo yuko kwa serikali. Mbona hiyo haikuangaziwa hapo? Unaona, jambo lingine utapata abduction. Ni jana ambayo rais amesema sasa amemaliza mambo ya abduction, amemaliza. Tutakuwa tukirejelea hilo wazo. Naomba nimshirikishe Kipsang. Huenda tukawa na bajeti ya trilioni 4.3 katika mwaka wa kifedha mwaka 2026. Sasa hili linatukia, huenda tukawa na a deficit ya 800 billion. Bado waziri wa fedha hajawasilisha ile bajeti, lakini usually huwa hapo 700 billion, 800 billion, na kizazi cha Gen Z, inatumai wewe ni mmoja, kumekuwa na hiyo hitaji. Wanasema kwamba mwananchi ana haki ya kujua tuna deni ngapi, mmekuwa mkilipa vipi. To what extent should Kenyans be able to access hii deni? Kwa njia gani tumekuwa tukilipa since tulianza kukopa? Asante sana kwanza kwa kunipa fursa hii. Ningependa kusema hii, kuna msemo kwa lugha ya Kimombo ambayo inasema if you want to hide something, hide it in words or rather in books. I'm not defending the government per se, but sisi kama wananchi, especially sisi vijana, tumezembea kwa kutafuta kile ambacho, kwa kutafuta information. Ukienda iko hata kwa mtandao, ukienda pale kwa Ministry of Finance ambayo inaongozwa na Mbadi sahi, utaona since the last government took over, utapata there's this amount whereby government ilichukua ikiwa na deni kiasi hii. Alafu when the former government was there, kulikuwa na kiwango cha deni kiasi hii, hadi serikali ambayo iko ambayo inaongozwa na Dr. William Samoei Ruto. Jambo ambalo serikali alijakuwa wazi katika kwetu sisi wa Kenya ni kwamba hatujaelezwa kwa mwaka sisi tunalipa pesa kiasi gani. Imewekwa ni kama siri kabisa, na hiyo ndio jambo ambalo linakera watu sana, kwa kuwa kila maendeleo, kwa every time kuja kuwa na maendeleo, ile jambo ambalo serikali ufanya, ama the only thing that the government usually say, inasemanga pesa zetu zote, actually it's like 70% of our revenue usually is allocated kulipa madeni, which is true, because as time goes by, we'll have to appreciate this. The population also of the country increases, and as the population also increases, the demand also increases. So utapata there are less sources of revenue pertaining to our expenditure, and when we spend more than our income, then that automatically will lead to a deficit. So I'm looking upon whereby the government will also put more effort, put more resources in development or in other infrastructure that generates more income. For example, we've seen in Western a lot of companies that usually manufacture sugar. They're totally collapsing.
zimefungwa. Tumeona Pan Paper imefungwa. Right now kuna hii kampuni ya maziwa ndio I think imeanza kuinuka polepole hii ya serikali hii. So such kind of companies need to be revived so that you can have more sources of revenue. And this calls us upon the government now to put structures and also to minimize our expenditures. And as a matter of fact, I think the Kenyan government, parliament rather, inakuwa ranked among the top 10, if I'm not wrong, zenye zina spend more. Ukiangalia what MP earns, you see, what a senator earns, we spend a lot of millions just to cater for our members of parliament, to cater for our senators. Just the other day, let me just quote what PLO Lumumba said, that there, imagine we have 47 counties with 47 governors, with 47 speakers, with 47 deputy speakers. Imagine, and every speaker or every governor usually allocated. And after from the governor, there are also some sub-department where money is usually allocated. So we end up losing a lot of money in terms of devolution. I'm not negating the fact that devolution has brought really a lot in our society. But there is a lot that needs to be brought on board so that you can also be accountable. If accountability can be put and emphasized more, I think as a Kenyan government, we will be in a better place. Yeah. Ren, kupitia jicho la mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, kulikuwa na pendekezo hilo la kuangazia hilo deni la taifa. Bila shaka walichokitarajia wananchi ni sera au sheria za kuhakikisha kwamba tumehakiki zile fedha ambazo zinatumika kulipa kwa kipindi kinachotoshana vipi, na kila Mkenya ana contribute what amount of money kulipa hilo deni. Basi kufikia sasa, labda kupitia hilo jicho, sheria zinafaa kuundwa na akina nani, sera zinafaa kuundwa na akina nani, na wakati kuna mapendekezo kama haya au ujio wa serikali jumuishi, sheria na siasa tunafaa kuziunganisha vipi? Kwa sababu hili ilikuwa ni hatua ya kisiasa, lakini kisheria? Naam, shukrani kwa mwaliko. Tukizidi kusonga mbele katika sheria, ni wabunge wetu ambao wana majukumu rasmi ya kutengeza sheria ambayo mwananchi wa Kenya anafaa kupata mwelekeo. Sheria hizo zikitengezwa pale katika bunge la kitaifa, mara nyingi tunapata kuna ile tunaita public participation. Public participation inapata mwananchi wa kawaida ambaye atatoa maoni na kusema tunataka hivi na hivi. Walakini mara nyingi kidogo tukisema sheria na maoni ya mwananchi, kidogo haipatikani yale mwananchi anakusudia. Kwa hivyo ni jukumu la serikali kuangalia kwamba zile sheria ama zile miswada ambazo zinafaa kumsaidia mwananchi ama kushughulikia mambo ya fedha ama rasilimali za nchi inafaa kuwa makini. Tukiangalia hizi deni, mwenzangu amezungumzia deni la taifa la Kenya. Deni kwa sasa tunasema iko trilioni 11. Serikali iliyopita ilikuwa na deni la trilioni 9. So ina maana kwamba trilioni 2 zaidi imeweza kupatikana. Na hii mara nyingi tunasema wage bill ya taifa iko juu zaidi. Na kama Wakenya tutaweza kupunguza hii wage bill kwa njia gani ama kwa mbinu gani? Tuwezi kuwapiga kalamu wafanyikazi wa serikali kwa sababu pia wanapata kipato chao pale. Hatuwezi kuwafukuza wale wafanyikazi wa gatuzi. Cha muhimu ni kuangalia matumizi ya serikali kuu, serikali ya gatuzi, na pia kuna zile baadhi ya zile committees ama kuna zile national commissions. Hizo commissions zimetengezwa kadhaa wa kadha kujaribu kusaidia taifa. Mara nyingi unapata hawafanyi kazi bali wanachukua hela nyingi zaidi. Tukiweza kuangalia vile hela za Kenya zatumika, basi tutakuwa na mwelekeo bora kama taifa. Naam. Nimshirikishe Anthony. Seneta wa kaunti ya Siaya, Oburu Odinga, kumekuwa na hayo malumbano pia kuhusiana na serikali jumuishi. Tumeona mpasuko pale ndani ya chama cha ODM. Wengine wanahisi ya kwamba
nyinyi kuungana na serikali tawala ilikuwa kwa sababu mlikuwa na sababu zenu za kibinafsi. Wengine wanasema hapana, hii itasaidia itasaidia kuangazia mahitaji ya mwananchi, hususan wale wafuasi wa chama cha ODM. Huu mvutano ndani ya chama unachora picha gani kwa wananchi? Kwa mfano Edwin Sifuna, James Orengo ako katika upande mwingine. Kwa umbali tunaona kwamba haungi mkono ujio wa serikali ijumuishi. Inatoa sauti gani kwa mwananchi? Je, ODM waliungana na serikali iliyoko kwenye mamlaka kwa sababu ya sababu zao za kibinafsi kama chama, ama ilikuwa ni kwa sababu ya niaba ya wafuasi wake? Naam, thank you very much for having me here. Kwanza niseme hii mambo ya ODM ambayo inaendelea saizi. Kwanza tumeona kuna Sifuna mwenyewe anaongea tofauti na kinara wa chama, and all these differences, kuna kitu moja tu inaashiria, ni ile nature ya our politicians ya ubinafsi, kwa sababu this shows it's about interest. As a party definitely coming into the government, it's not because they have a goodwill for the people, but it's because they have their own selfish interest that they are trying to, propel. And that is the reason why you can see they're trying to self-fear. Like now what is happening in ODM. Tumeona juzi wakati ule Sifuna ameongea, baadaye amekashifu serikali sana, lakini baadaye kuna wale ambao wanachama wa ODM ambao waliwekwa katika serikali, the executive, the cabinet secretaries from the ODM party. And you saw they were trying to defend the government, but Sifuna was actually castigating the government. However, kinara wa chama asimama na kusema msimamo wa ODM wakati Sifuna ameongea, hiyo ndio msimamo wa chama. In short, this division, we have been there, and we know even from the history that this ODM has been there, and the culture of ODM, with how they have penetrated into every government, it is through these crafty measures of intruding into the government and trying to sell fear to the government that is there. Now, nikuje hapa, sisi kama Gen Z, we went to the streets. And the reason why we went to the streets, we were very articulate, we were very candid, that we were demanding for responsible leadership. We were demanding for an end of corruption. But instead, right now, chenye tunaona ni kwamba they just hoodwinked the Kenyans by coming up with this broad-based pact. And this broad-based pact is just, this spurious pact, which I'll call it spurious pact, because definitely we have seen no change. And I will ask you like this. I will respond like this. Since broad-based government ianze, ambayo tumeona ni kama kwamba last year, from the financial year, it was about 2.something trillion. But right now, vile umesema, we are almost heading to 4 trillion, which means, in fact, the economy is worsening instead of actually, advancing, which is a worry to us as Kenyans. Na hii ndio ilikuwa maoni yetu sisi kama Gen Z. When we went to the streets, we were thinking, as common Kenyans, look at this. A mother wakes up in the morning, very early in the morning, with the hope that you will educate your child so that one day this child brings happiness to that family. However, they must be given a good platform. They must be given, fair opportunities. They must be given. Kenya sio kumanisha tuko na, it's not a poor country. Tuko na pesa. Kenya iko na pesa. Ukiangalia pale kama hapa Central, kuna wakulima wa majani chai, kuna wakulima wa coffee, kuna wakulima wa all types of agricultural products, which means our GDP, the only people who are sabotaging the GDP, it's because of these selfish politicians. Na hii imeweza kuenea sana kupitia hii broad-based government, which of course it has served no purpose. Now, sisi kama Gen Z vile vile, tulifanya shida moja kubwa sana. Kwa sababu we came out as partyless, formless, tribeless. Leaderless. And leaderless.
And that was actually one of the, very precarious step that has made these very, crafty politicians actually to take advantage of the situation. Look at what is happening now. The Gen Z's voices has almost amounted to futility. It has not served the purpose completely. Whatever we were used to, in fact, baada ya kuleta ODM kwa serikali, saizi wamepata like liberty to do what they want. Like now they don't even care. Yeah? You saw the other day the process of instituting the IEBC commissioners. It was not inclusive. We had no even public participation to give our views. And it's because I think the current administrations feel secure when they have ODM. ODM, they are very good negotiators. ODM now, they serve as, because they have this advantage of public legitimacy. So to this point, the current regime feels secure. And that is why they disregard the opinions of Kenyans. But this is what I have to tell them, that in such times, when the people are crying, when the people are suffering, it is very important for every leader to know, as we came out as Gen Zs and advocated for good governance, to know that the positions you hold, they are ephemeral. They are very, temporary. You may not hold that position forever. After 5 years, there will be another one. After 5 years, there will be another one. And I will tell them, like the Bible says, what will you gain if you are given the whole world and lose your soul? In short, I'll tell them, during this period of your leadership, the impact that you have to the Kenyan people, when this bright student does not get an opportunity in the university just because of corruption, when these people, they don't get quality health care just because of corruption, one time you'll be accountable to our God. Fear the Lord. That is the most important thing. And another thing I will tell my fellow Gen Zs, we have one problem. There is a saying that says, planning without action is futile. Action without planning is futile. Planning without action is an illusion. And action without planning is confusion. What has made this government to ignore our articulations? It's because of lack of a plan and because of lack of actions. We have seen even amongst us, they actually brought division. We have some people, some of us, the Gen Zs, who came out as our leaders and they took advantage. But the moment these people were brought to the government and got some advantages and privileges, they forgot the zeal, forgetting the pain that some of us went through in the streets. Some of us lost their lives. Some of us, in fact, they were abducted. To this day, we don't know where they are. And then we have 2 or 3 individuals taking advantage of this. It is very sad. But this calls for us that we don't lose the zeal, but continue advocating for what we want and what we need. In Kenya, all we want is good leadership. In fact, we don't want to have this culture of people coming together and forming coalitions so that they can continue oppressing the oppressed, who are the common Kenyans. Anthony, haudhani ya kwamba it is a social problem? Umesema ya kwamba hakukuwa na kukusanya kura za maoni wakati wa kuselect the IEBC selectees. But there was. Ulichangia? Nam, we have what you call, when they are given the information, one problem that we have with this current regime is about the craftiness. They just do things for formalities. In fact, these things, if you ask several people, they didn't know whether we had such kind of a thing. In fact, we only had the process begin, and it was very much derailed to the point that... Naam, kuna kitu Kipsang amesema, don't you think it is now our own ignorant? Kwa sababu public participation ilikuwa, hata hii ya NGCDF imekuwa. Don't you think, labda kwa maoni yako wewe kama mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, it is our own ignorance? Na pia PLO Lumumba akasema jana asubuhi ya kwamba I think it is a social problem. Wewe msimamo wako unaweza kuwa upi? Kwangu mimi nitasema namna hii. I don't think it's a social problem because in the past Kenyans have actually learned and Kenyans have actually been very much willing. Like for instance, I'll give you a very good scenario. During this time of this controversial finance bill, they actually said there was this opportunity for public participation.
But how many days did they give Kenyans? In fact, even spreading or pervading the information to the Kenyans on the ground. You know, you cannot tell me that there is public participation when you just institute a single station, like for instance, in the whole Nairobi County, or in the whole, like for instance, give an example of Murang'a, where I come from, that you only institute one post in Murang'a town, which to serve the whole county, and now you come and tell Kenyans that you have given you an opportunity for public participation. I think that is a hoodwink of the highest order. Kenyans are willing right now to participate in changing their country, but what we are having is that we have these politicians who have a culture of craftiness, yeah, so that they can be seen like they are binding to the law, but in real sense they are not. And that is why you have seen kwa ile public participation, hata ukiingia hapa kwa ground hapa, in fact even get to the ground where people are, they will tell you we have never had anything like that. They see some of the things happening on the television screens every time. That is where they get the updates that there was something like a public participation of which they never knew. Yeah. Naam, Kipsang, sijui kama unataka kumjibu, naona kwa sekunde 30 kabla hatujachukua mapumziko mafupi. Okay, thank you so much. One thing I wanted to say is this. You know, when public participation, our current population, national population, is roughly around 50 plus something million. Million, yes. And the government cannot just involve, or rather include the entire 50 million people to participate in such kind of a program. There's usually a given number of people who are selected to represent the larger population. And it's not a must that mimi kama Jeff sija participate. It doesn't mean that the whole nation, the government did not advertise or rather give an opportunity for other fellows to participate. For example, let me say this. Just as I said earlier, it calls upon us, and it is a personal initiative to be at par with what the government is up to be at par on what is going on. Go to the YouTube, go to the Facebook, go to the government website. Those things are usually there. And as a matter of fact, if we youths can just decide right now, tuanze kuangalia hizo government website, we learn what has to be done, what needs to be done. We can also get more information. And there's something interesting that I've noted among us youth, and I usually say we are suffering from what we call inheritance complaint syndrome, whereby to inherit the kind of people, what people used to view politics, hiyo ndio kitu saisi tunafanya. Instead, we are more of complaining rather than finding and giving solution. You see, ukiangalia majenzi watakwambia gava ijafanya hii, serikali ijafanya hii, but just uliza jenzi moja ama just ask one youth, what is your solution? If you are the president right now, what will you do? Tumesema tuko na nini? Inheritance complaint syndrome disease. Mtazamaji, tuchukue mapumziko mafupi. Sijui kama unaunga mkono kauli ya Jeff Kipsang. Hii leo tunaangazia mustakabali wa siasa katika taifa letu la Kenya. Endelea kusema nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii TV47. Tuko tukirejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Equip Africa Institute, which is is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's minds. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up.
When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. Karibu tena mtazamaji, mdahalo hewani ni mustakabali wa siasa katika taifa la Kenya. Hii ni baada ya ujio wa serikali jumuishi. Hii ilikuwa ni kati ya mrengo wa Azimio la Umoja na pia mrengo wa UDA. Basi mtazamaji, kabla sijarejelea kwenye studio, naomba tusikize kauli ya Raila Odinga kuhusiana na hili, alafu tuendeleze mdahalo wetu. Andi mwacho ni Raila nincho timokia handshake kiangogeri. Handshake ri marachi. An pakatimo handshake mando ko juthurwa. Handshake mayano timo. Mari udo kumodhi nyime. Kucha tuntie kumodhi. Onge kumo ai, onge kumo ntie, onge kumo wadhi. Naam, sijui kama kuna ambaye anaelewa hiyo lugha ingawa iko translated. Alikuwa akijitetea natumai ya kwamba si kufanya handshake. Why such a statement at this point, at this juncture? You know something interesting? We have this belief that Raila Amolo Odinga is the only legitimate person who should be in opposition. There are a lot of parties that we only have one government that formed. We have one party that won the election and formed the government. That means those other parties also can also be part or play a role of opposition. Now, something interesting is Kasumba tukonayo that it's a must that Raila Odinga ako opposition leader. Hiyo ndio kitu inaleta shida. You see, and Raila, we had an opposition to vote to make him a president, which we did not. We opted to vote for William. Now, if William, and have this in mind, you know, politics is about interest. Kuna wale watu wako na interest ya chama, kuna wale watu wako na interest yao kibinafsi, na kuna wale watu wako na interest ya wananchi. So it determines which interest somebody has. Now, Raila alikuwa anaongea hapo very clearly. If there are a lot of people who go to parliament in State House na wanasalamiana na rais, lakini hiyo sio shida. Wengine hata wanaenda wanakunywa chai huko, wanapatiwa envelope, hakuna mtu anaongea. Lakini if Raila goes there and make a handshake with the current president, now it becomes an issue. And we've seen the goodness about handshake. I know we were disappointed with a lot of people were disappointed because Raila Amolo Odinga alianza kuwork na gava. A lot of people were disappointed. But the only thing, and we can bear witness for this, hata kama tutaki kukubali, there is one fruit that tulibea from handshake is peace. Ili restore peace. Ya mwaka upi? Ya hii mwaka during Gen Z. You see, during Gen Z, kukakuwa na amani. So the next thing that Raila Amolo Odinga... What do you mean ya kwamba kukakuwa na amani? Didn't we have this before? Yeah, kulikuwa na amani before. Then after protests zilianza, when Raila now started working with William, that is when the protests of the Gen Z zilikuja down. Wow. I don't know. Kabla hatujaendelea, Ren, sijui kama unakubaliana na pia Eugene. Nakubaliana naye kwa machache kwa sababu katika taifa la Kenya Mheshimiwa Raila Odinga ako na ufuasi mkubwa katika taifa letu. Mheshimiwa William Ruto pia yuko na ufuasi mkubwa katika taifa letu. Kati ya wale vijana ambao walikuwa katika wakiandamana, tuliona pale mjini Uasin Gishu maeneo ya Mheshimiwa Ruto wakiandamana pia. Ukaona uharibifu pale, tukaona mjini Kisumu kukakuwa na maandamano pale Western Kenya na Mombasa na kadhalika. Baada ya handshake, wale wafuasi ambao walikuwa nyuma ya Mheshimiwa Raila Odinga, wale vijana walipunguza makali, na kidogo tukaona kwa kuwa na mwelekeo kiasi, na hadi wa sasa nakubaliana na ndugu yangu kwamba kumekuwa na utulivu na tunazidi kusonga mbele. Yale kidogo ambayo kidogo wananchi ama wale Gen Z walikuwa wanataka matakwa ziweze kutekelezwa, ndio kidogo tunajaribu ama serikali inajaribu kuyafanya 1, 2, 3.
kosa kidogo ambayo Gen Z waliweza kufanya kwamba kulikuwa wakati rais alisema basi kujeni tuweze kujadiliana katika meza, hakuna yote aliyeweza kutokea. Wale wachache ambao walikuwa wanasema ni viongozi waliweza kukashifiwa katika mitandao. Tuliona vijana wakiweza kuwakemea katika mitandao, wakasema wewe si kiongozi wetu. Mara nyingi kutengeza kundi ama kuwa na kundi ambayo ina msimamo ni ngumu zaidi kuleta wananchi pamoja ama vijana. Tumeona hii katika mashule na mambo mengi. So tukisonga mbele, ni muhimu kwa wale vijana wanajiita Gen Z kukuwa na msimamo na mwelekeo dhabiti. Mara nyingi sikuwe tuna complain kila mara. Kama ni kusimama ubunge, kusimama UMCA, jitokeze na changia katika uongozi wa taifa la Kenya. Usichangie uongozi wa taifa la Kenya katika mitandao, katika TikTok. Unapata kuna siku hizi vijana wanatoa matamshi ama matusi ambayo si nzuri. Hiyo si maadili mema kama vijana ama kama taifa. Tukiweza kuheshimu, ukiweza kujiheshimu, basi utaheshimiwa na wengine wao. Naam. Naam. Mpatie Eugene kipaza sauti, unaweza kuchukua kutoka upande wowote Eugene. Amesema vizuri, akatukumbusha zile tabia ambazo ziliibuka baada ya Raila Odinga na Rais William Ruto kusalimiana. Nakumbuka pia Waziri John Mbadi walifurahia sana nyumbani, au pia Wandai wakasema kwamba as long as sisi tumepata nafasi ya kuwa kwenye serikali basi tosha, hakuna maandamano. Hizi tabia inamaanisha kwamba kizazi cha Gen Z walisahau maslahi au mahitaji, walikuwa wanataka serikali ikidhi, na tumekuwa na serikali nyingi jumuishi. Kando tuna hii ya Raila Odinga na Rais William Ruto, tumekuwa na ile ya Uhuru Kenyatta, alikuwa rais wa 4 wa taifa hili, na pia na Raila Odinga, na ile ya mwaka 2007 kati ya hayati Mwai Kibaki na Raila Odinga. Asubuhi Senator Richard Onyonka akasema ya kwamba kuna umuhimu pindi tu uchaguzi umekamilika, basi kuna haja tuwe tunaunda hizi coalitions. Unadhani ya kwamba hii ni muhimu ili kuleta udhabiti na ustawi wa taifa? Kitu ambacho naweza sema mimi kama Gen Z, hii mambo ya coalition haisaidii popote pale. Kwa sasa hivi inafaa tuangalie issues za mwananchi wa chini. Pia walikuwa wanasema kwamba Gen Z wakuwe na kiongozi. Kitu cha kwanza, jua kwamba kila mtu anafaa kujiongoza. Kule nyumbani kwako unajiongoza, kila mtu ajiongoze kutoka anapokaa. Yaani hiyo tayari ni uongozi. So ukikuja huko nje, hiyo uongozi inajumuika pamoja. Tunakuwa kwa sababu kila mtu ameshajiongoza. Ndio kwa maana hatakuwa tunataka kiongozi kuongea kwa niaba yetu. Maana yake kila mtu ni kiongozi. Ni kila mtu akwetu kiongozi. Ili serikali ikuwe na kazi ngumu ya kutafuta ule mtu ambaye pengine wa kumsumbua, kwa sababu wengi wanaitwa wanapatiwa bahasha. So the only strategy ilikuwa kwamba hatuna kiongozi, na hivyo hatuna kiongozi. So hizi serikali za coalition hazisaidii popote pale. Kwa sababu sasa ukiangalia kuna maskini mwingi sana nchini Kenya. Hata kule nakotoka unapata wasichana wadogo wa umri wa miaka 18 wanaweza kula kinyezi ili waweze kupata utajiri kutoka kwa Wachina na wa Nigeria kule Kileleshwa. Unashangaa tumefikia wapi kama nchi? Na unapata wengi wao wamesoma kabisa. Wengi ni graduates, wamesoma kabisa, wanakula kinyezi ili wafanye nini? Ili wapate pesa. Na si vizuri. Unapata kwamba Nzoia imeanguka. Kiwanda cha sukari cha Nzoia kimeanguka. Viwanda vinaanguka, hakuna ajira Kenya. Kwa sababu gani? The current regime imefail kabisa. Na the current regime kila kitu ambacho inafanya inakuwa forced to do. They are not doing it willingly. Kila kitu they are being forced to do. Hata hiyo public participation, they are being forced to do everything. They are being forced. So we don't have a country and we don't have leaders in this country. So the only way is to drain the swamp. Kutoka juu mpaka chini, drain. Si lazima Gen Z asimame. Mtu yote anaweza simama pale. Mtu yote anaweza simama pale akaweza kurepresent issues zetu. Unapata katika acting industry sasa, hakuna shule acting industry Kenya hata moja. Kwa sababu gani? Serikali haiko serious na vijana.
na industry, acting industry ni industry kubwa sana ambayo inaweza tengeneza ajira kwa vijana. Umeona, inaweza accommodate watu wengi sana. So serikali ikifanya mpango itengeneze kama shule hata moja, inaweza ikafanyaje? Vijana wanaweza pata riziki yao kupitia filamu, wanaweza pata riziki yao kupitia hata kuimba, lakini serikali hajawekeza kule. Umeona? So it's high time kusema kwamba ati kiongozi akue. Hiyo sidhani kama itakuwa swala salama. Naam. Asante sana Eugene. Mtazamaji, kufikia hapo tunavuka hadi kaunti aliko mwanahabari wetu Kitio Mika akiungana na wakazi wa kaunti hii. Watu maoni yao ni yapi kuhusiana na mustakabali wa siasa katika taifa la Kenya? Kitio? Nama, asante sana mwenzangu Ruga Ival. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar. Swala zima ni kuhusiana na swala hili, mustakabali wa siasa nchini. Je, vyama vya kisiasa, chama cha ODM, chama cha UDA, ushirikiano wao ni upi? Umesaidia nini katika taifa la Kenya? Wacha nisungumze na wakazi wa kaunti hii waweze kudadafua mengi kuhusiana na ushirikiano huu. Pengine tuanze na wewe, majina yako wewe binafsi ni nani, na je, ushirikiano wa vyama nchini imeleta mabadiliko? Jina langu ni Alice Ajikon, ama naweza nikasema Mheshimiwa Alice Ajikon. Mimi ninasema muungano wa vyama aswa chama cha ODM na chama cha UDA imeleta mabadiliko kwa Kenya yetu. Kwa nini niseme hivyo? Mimi ninasema hivyo kwa sababu hii muungano kumbuka hata jamii wa chini wameandikwa katika serikali yetu kuu. Jamii ya chini wako ndani ya serikali. Mimi nikiwa mmoja, nikiwa ndani ya serikali kama Ford Kenya Party, tuko ndani na tunaona maendeleo ya serikali yetu hakuwa ni maendeleo mzuri na inafanya kazi vizuri. Mahali bado tunajua kwamba serikali wanang'ang'ana na watamalizia na watatengeneza na kila kaunti itapata maendeleo. Treasury ya Kenya upinzani ndio iko nayo. Kwa nini walalamike waseme Kenya ama serikali haisaidii watu, ama wananchi wanalalamika wanaumia kwa njaa, wanaumia na maji, na treasury ambayo imebeba pesa ya serikali yote ya Kenya iko kwa upinzani? Nama, asante sana. Tuzungumze na mwingine hapa hivi. Majina yako binafsi wewe, na wewe ushirikiano wa chama cha ODM na UDA, je, unaona kwamba imeleta mabadiliko katika taifa la Kenya? Okay, kwa majina naitwa Ezekiel Elim, activist Turkana County. Okay, kulingana na mimi sioni kama kuna mabadiliko yoyote imeleta ushirikiano wa ODM na Kenya Kwanza. Mimi naona ni kama imeweka mzigo sana kwa mwananchi, sababu wale wanasiasa wametafutiwa maposition kubwa pale kwa serikali ambao wanalipwa na hii ushuru ya mwananchi. So tunasema hakuna kitu ambayo wanaleta kwa mwananchi. Wameharibu serikali, na saizi serikali imekuwa ni corrupt sababu hata hakuna oversight. Ile ODM ilikuwa inafanya oversight, siku hizi wako ndani ya serikali. So mwananchi anaumia. Hakuna mtu anatetea mwananchi pale. Lakini wanasema kwamba chama cha ODM ilikuja katika serikali kutuliza hali. Jinsi hapo mwaka uliopita tuliona maandamano na ilikuwa imekuwa zaidi na ikaja kwa serikali na ikatuliza hali. Okay, mimi naona ODM walifanyia wananchi biashara. Sababu mwananchi alikuwa na haki ya kuandamana. Alikuwa na haki ya kuandamana mpaka penye wanafaa kufika, sababu wamepewa na katiba haki ya kuandamana. Lakini ODM walikuja wako compromise hiyo maandamano ya Gen Z. Walifanyia wananchi biashara, huyo mzee akapata position pale, watiaka kwa commodity pale. Na asante sana. Mwisho kabisa nisungumza na wewe, ama kabla sijazungumza, majina yako na wewe binafsi, unaona chama cha ODM, UDA, ushirikiano wao umeleta mabadiliko makubwa katika maendeleo taifa la Kenya? Kwa majina naitwa Joseph Ogelani, activist Turkana. So mimi nataka kuambia maoni yangu ni kwamba ushirikiano wa UDA na ODM ni kazi bure. Hiyo tu ni kama ile wanasemanga chura ikipiga kelele haisui ng'ombe kukunya maji. So I want to tell the ODM party and UDA, mjipange 2027, mnafunga furago zenyu, mnaenda nyumbani. Tunakuja kama young faces, young leadership, tunakuja kuhakikisha nyinyi tunaakilia, mnaenda nyumbani na tunakuja tunateke hii nchi. Na asante sana. Ruga, nisungumze na mzee hapa, wa mmoja wa wazee katika jamii ya Turkana. Majina yako na utuambie binafsi, je, unaona kwamba ODM na UDA imeshirikiana kuleta mabadiliko katika taifa la Kenya, swala la maendeleo?
Kwa majina naitwa Thomas Isinyen. Mimi ni mmoja ya wasee hapa Turkana. Kusema kweli, mimi binafsi ninaona vile Raila alikaa pamoja na Rais Ruto. Hakika kuna tu mambo fulani imetulia, hata katika siasa ya Kenya hii imetulia kidogo. Kwa sababu kweli Kenya ilikuwa inaenda mahali mbaya. Lakini wakati Raila alizikisana pamoja na Ruto, tunaona Kenya imetulia kidogo. Lakini hata sisi wa Turkana tumeona faida kidogo, kwa sababu saa hii tuko na waziri, saa hii tumepata chama ya IEBC. Kwa hivyo hiyo yote ni shirikiano ile ya Raila na pamoja na Ruto. Gali ile kitu mimi nilisema, mimi nataka tu, kwa sababu Raila alikuwa anasema yeye kama atashirikiana na Ruto, mambo ya kutega watu nyara, mambo hiyo ikwishe, mambo ya maisha irudi bila ilikuwa, kwa sababu saa hii bado maisha bado iko juu sana. Na asante sana. Mwisho kabisa, Ruga Ival, nisungumze na huyu. Wewe majina yako binafsi ni nani, na ushirikiano wa UDA na ODM imeleta mabadiliko na maendeleo katika taifa la Kenya? Kwa majina ni Peter Mkono Ekutan, ni mkaaji wa Turkana Central ama Turkana ya Kati. Mimi maoni yangu ni kwamba ushirikiano wa kati ya ODM na UDA, hii timu ya UDA, ni hakuna mabadiliko ambayo hata imeleta. Jambo la kwanza, kuna watu ambao waliingia pale kutoka kwa opposition kuingia kwa serikali. Sioni maana yake. Maana kuingia mahali pale, pesa haikuji mashinani. Magavana bado wanalia mambo ya pesa. Sasa ushirikiano wenu na UDA ni nini? Magavana wale ambao wanalia wanasema kwamba pesa ijaingia mashinani kwa makaunti zao, waachilia pesa ikuje kwa makaunti. Hapa chini ukiwachilia huko, hapa chini pesa itaonekana, na uchunge tu wale ambao wanapora. Hiyo ndio wewe unatakana utusaidie. Nama asante sana Ruga Ival. Bila shaka ni wakazi ama wananchi wa mji huu wa Lodwar jinsi wanavyosema kuhusiana na swala zima la ODM na UDA, ushirikiano wao ambao wanasema imeleta, wengine wanasema kwamba imeleta maendeleo, wengine wanasema bado hawajaona maendeleo kutokana na ushirikiano huo. Kutoka kaunti ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar, mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako katika studio zetu za TV47. Kwako Ruga Ival. Naam, asante sana Kitio Mika kutoka kaunti ya Turkana, na bila shaka tunasema asante kwa kutenga muda na kuzungumza na wakazi wa eneo hilo. Hapa napo kwenye studio wanasema kwamba handshake kati ya Raila Odinga na Rais William Ruto ilileta amani. Unakatana na hiyo kauli? Aha, kwa hivyo wewe manufaa ya handshake ya Rais William Ruto na Raila Odinga yalikuwa yapi? Mpatie kipaza sauti. Naam, mimi nitasema hii handshake hakuna chochote imeleta. Na kweli hata ukiangalia hata Wakenya wenyewe wanasema hakuna difference ambayo tumeona. In fact, things are worsening than getting better. Because let us be pragmatic enough. Look at this. The debt by the time the former regime was actually leaving, the current president promised ya kwamba yeye hataendelea kuomba deni. Hiyo ndio ilikuwa kitu ya kwanza. Na tukaona viongozi wa hii ODM wakisema pia wao hawa support hii deni kuendelea kuongezeka. Lakini so far so good, we are seeing the contrary. Yeah, that is number one. Number two, ukiangalia budget vile tulisema before, saizi in the recurrent expenditure is actually escalating and going higher. When you look at the government, I mean the county governments, governors are complaining daily. They don't have money. They don't have, the disbursement has not been done. And this pact, I mean this broad-based pact, what it is doing, it's only trying to shield the evils of the government. That is all that it is doing. So saying that it has brought peace, there is nothing like that. Because definitely, even before, the Gen Z's protest actually didn't interfere with the peace of the country in any way. What happened, Gen Z's, we were very, very candid, as I told you before. That tulikuwa tunauliza kitu moja. You know, Kenya, where we stand,
it has become an incubator of hopelessness, depression and despondency amid the young people. And they are asking, is this all there is? Mtu ameenda shule, amesoma, amemaliza, akija huku nje, hakuna kazi. Na tunaona wengine huko, pesa ambayo iko na ni yetu na ni ya Wakenya, wao kazi yao ni kuikula, corruption ndio inaendelea. Lakini hii pact, wakati president alileta the ODM leader to this government, alituambia anataka kuunda an inclusive government that is going to deal with all these things. And even the ODM wenyewe wakasema wako na, is it 10-point agendas? Which of course we have not seen any effort from them to ensure that they are actually followed to the letter, which means this was just a hoodwink and it is serving no purpose. It is just selfish interest of a few individuals who are the beneficiaries of this broad-based pact. It has nothing to do with to benefit Kenyans. It has nothing to liberate Kenya from poverty. It has nothing to advance the life of Kenyans. All it is doing is just maintaining the status quo and shielding the evils within the regime. Obenzo, miongoni mwa sababu ambazo zilipelekea vijana wajenzi kutokea barabarani na kuandamana ilikuwa ni pamoja na ukosefu wa ajira haswa, na kusema ya kwamba we are spending too much on our wage bill, it's time tupunguze, na tumai pia ni kauli ambayo imekuwa ikitajwa sana na PLO Lumumba. Lakini hizi ni semi tu, ni maneno tu. Wakati walikuwa wanatia saini ule mkataba mwezi wa Machi, wakaainisha hoja 10, wakasema hizi tutazishughulikia. Kufikia sasa kuna vijana zaidi ambao wamepata ajira. Kabla hujarudia kitu ambacho kilisemwa hapa, walisema Gen Z wanasema kwamba ajira si affordable housing, si kunipatia kazi ya mjengo. Labda hiki kizazi kilikuwa kinataka kazi ya aina gani? Kazi pia serikali isituambia kwamba ni kutupeleka majuu, kazi majuu chini ya mpango wa waziri wa leba Alfred Mutua. Basi kizazi cha Gen Z kilikuwa kinataka kazi aina gani? Na je, wameipata? Asante sana. Kabla sijibu mambo ya kazi ya Gen Z, ningependa kuongea kidogo tujua public participation, because unaona ndugu zangu hapa nimeona wakitofautiana kwa maoneo kidogo, lakini hapo nitasema kama wakili, hiyo ndio inaitwa lacuna in law. We need in this country Public Participation Act. Kwa maana gani? Uliona wakati aliyekuwa DP Gachagua akipenduliwa, unapata kwamba speaker alikuwa na for 24 hours peke yake kufanya public participation the whole country. Budget yake ilikuwa 90 million. Swali ni hiyo 90 million iko kwa sheria, haiko kwa sheria. Na hizo tuliona wabunge mchini Kenya ndio walikuwa nabeba makaratasi wakipeleka eneo bunge. Hapa Nairobi ilikuwa Bomas of Kenya. Si ndio unaona wakati kijana Kibasu ambaye alikuja pale na akaanza kupigwa akatolewa. Hiyo ilikuwa chini ya sheria? Hapana. Sasa tunataka kipengee act ambayo ina deal na nini? Public participation, ambayo inatuambia ni itafanyika, pesa itakuwa ni ngapi, itafanywa eneo bunge ngapi, itafanywa kwa njia gani. Hiyo ndio itakuwa suluhu hapo. Nikuja kwa swali unasema kwa vijana, ni kazi gani vijana wanataka? Kwanza wacha tuangalie ni gani rais amepatiana vijana. Yeye alikaa tu baada ya uchaguzi, Rais Ruto alikaa tu chini akaona vijana wa Kenya kazi ambao wanafaa wapewe mzuri ni mjengo. Baada tu ya uchaguzi na kusema kwamba hasla, akapiga kura na vijana. Yeye tu alikaa chini akaona ataenda tu housing ndio apatie vijana, hata graduates sisi wote tuende tufanye mjengo. Hapo mimi naona ni kwamba hawakufikiria vizuri kabisa, ama walikosa jinsi ya kufanya ama kushughulikia wa Kenya. Sababu gani? Unapata kwamba kazi, unemployment imekuwa tu ni tatizo kubwa nchini Kenya. Na solution haiko mbali kabisa. Kwa maana gani? Kwanza tukiangalia hapa kwa viwanda, kama tungeput effort mzuri, hata hizi viwanda ambazo zinaanguka, Mumia Sugar jana tuliona maandamano, ni poor corporate governance and corruption. Na tunajua hao viongozi ambao wako hapo wanaiba hizo pesa. Tunaona juzi tu mtu umekuwa, wewe hata si milionea, mara moja umekuwa MD umeshakuwa bilionea, unakuja Nairobi, wengine wanaanza kuanua viti kubwa kubwa. Hapo tu ndio rais angetilia mkazo, angesimama tu kidete na all the institution. Kuna EACC ya kuinvestigate, kuna DPP,
kuna judicial system Kenya sahi iko kiwango cha juu. So akuwe tu serious na aseme ya kwamba kwa hizi institutions zote akuwe afanye nini, angalie wale ambao wanafanya hiyo corruption watolewe na wapitie sheria. Kwa maana gani nasema hizi? Unapata in every financial year expenditure budget almost 30% yote inakuanga budget for corruption. Hata kwa county government, hata tukilia recurrent expenditure iko juu, of which is against the Public Finance Management Act, of which inasema it should not be above 33%, around 33%. But utapata pesa nyingi zinaenda tu ati mtu anaenda kuandika, wafanyakazi Nairobi wanaenda kuandika report Mombasa. Hiyo ni mamilioni ya pesa wanaenda kutumia. Traveling expenditure mingi. Kwanza wanapenda kuenda Naivasha tu, wanakaa huko wiki mzima ati procurement department imeenda kufungua sijui nini. Hiyo yote ni wastage. Kama tungekuwa tu serious as a country, all the leaders wakuwe serious na waseme okay sawa, ile pesa ambayo there's no need to extrapolate the expenditure budget to 4.3 trillion. Unaweza weka hata 3 and I can tell you it's enough na hatutaboro ile money. Unajua Ren na Kipsang wamesema to avoid kabisa kuwa na kasumba ya kulalamika. Sasa swala la ufisadi ni swala ambalo limetajwa miaka nenda miaka rudi. Wewe kama wakili, kuna dawa ya kutokomeza ufisadi nchini Kenya? Ndio, kuna dawa. Institutions ziko. Sheria ziko za kutosha. Kuna penye tunaenda kutoa sheria. Tupatie mfano. Tupatie mfano mzuri wa jinsi tunaweza kukabiliana na ufisadi mara moja. Acha nipatiane kwa mfano. Siku hizi wakati mtu anaandikwa kazi, civil servant, kuna pale anaandika ya kwamba anasema wealth yangu ni 20 million. Si ni kweli? Baada ya 1 year unapata amekuwa sasa amefikisha 1 billion. Ana manyumba, ana mashamba, ana manini. Kuna agency ya recovery agency ya kuchukua hizo pesa. Kama kama salary yako ni 100,000, wewe unafanya kazi KRA, salary yako ni 100,000. Ukiandikwa kazi ulifanya wewe, ulisema wealth yako ni 5 million. Baada ya 1 year you are worth 500 million. You have to, recovery agency has to come for you. Inafaa usubstantiate how did you get all these millions at once. And in the event that you cannot substantiate, then the government recovers that money and you face the law. Simple as that. Lakini mfumo hujafanya kazi. Hata tumekuwa na EACC. Do you really think tukiendelea kutumia huo mfumo bado tutasaidika kama taifa? Ndio tunasema sasa hapo is poor leadership. Ndio tunasema si vijana. The solution is, mambo ya kurusha mawe tumechoka, ni kuingia kwa hiyo bunge sasa. Tunataka kuingia kwa uongozi. 2027 inafika. Sasa hii kuongea vinya wamesema ati kuongea tu haitatusaidia. Sasa tunataka kuface nini? Kuingia kwa ballot. Na mtaenda kuwa wafisadi, Kipsang? This one I want to say. You know, I usually believe I'm a medic by profession. And I want to say this. We are suffering from what we call ethnic defense syndrome. And this is what I mean. Sisi tunalia hapa corruption, we are crying about EACC. But when the EACC takes action, believe me you, sisi wenyewe, kama huyo ni mbunge ama ni governor, ametoka eneo langu, seme labda mimi ni mkaaji wa Kisumu. Sisi Wajaluo, I'm sorry to use this, but I'm not advocating for ethnicity. Sisi kama wakaazi wa Nyanza, tutakuja tuseme huyu anapigwa kisiasa. Anapigwa kisiasa. And we've seen this. The other day tuliona governor wa Machakos, alienda UK with a lot of cash. I think it was in public domain. Alikuwako na a lot of cash. Actually akaanza kuulizwa hii pesa imefanyika nini, hata yeye mwenyewe akaenda ile serikali ya UK ikaanza kumtilia mkazo, hii pesa imekuja kufanya nini, umepata, how can you carry such kind of money in cash, where have you gotten this thing from? And something interesting, we Kenyans, we citizens who currently we are complaining about corruption, when the governor aliland Machakos, we started celebrating. We started celebrating. So,
Wanasema dawa ya moto ni moto, na I wanna say this, sisi wa Kenya tunapo complain about corruption, ni sisi wenyewe tuna encourage corruption. And this is what I wanna say, every corrupt leader, every corrupt MP, every corrupt senator, every corrupt governor, he was elected. He was elected or she was elected. And something interesting, come 2027, the same people who tunasema hapa they are corrupt, sisi wa Kenya wenyewe ndio tutawapigia kura. So this calls upon us, we should take a personal initiative. If we can negate or shun away from a scenario whereby we are voting people depending on how we know them or what they have given us, let's vote people depending on, or rather basing on their scorecard and their integrity. Any leader who fails to be accountable, oni mtu inafaa tunyoroshe tunapeleke nyumbani mara moja. We've seen governors eating impress, wanakuja wanatuambia I'm sorry to use this, that unapata msee amekula pesa ya gava, amekuengage in corruption, then he comes in public anatuambia Ruto must go. Yeye mwenyewe amekula pesa, then akisikia huku anakuja anasema huyu lazima aende, amejisahau sisi wenyewe. And this, as I finish, I want to say this, we've much dwelled or emphasized on put more effort on national government. We've forgotten about the county government. We've forgotten about our MPs. We've forgotten about our MCA. They're still eating our money. They're stealing our money. They're eating our money. Sisi kitu tunaangalia pale ni William Ruto, serikali kuu, Raila Amolo Odinga, and have this in mind as a country. We should say this, the nature or the solution of this country, it is not based on one person. Na bila shaka tutakuwa tukiangazia athari ya serikali jumuishi kwa ugatuzi bila shaka, lakini kwa sasa tuungane na mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Taita Taveta, Julius Mariki Mwakio, naye pia anaungana na wakazi wa kaunti hii. Maoni yao ni yapi kuhusiana na mustakabali wa siasa katika taifa la Kenya? Na shukrani sana Ruga Ival kutoka studioni, na leo hii nimetembea hapa na pale kusikiza maoni ya wananchi katika kaunti ya Taita Taveta kuhusiana na mswada ama na swala zima la kisiasa humu nchini kuhusiana na makubaliano ya ushirikiano kati ya ODM na UDA. Na sasa nikupe fursa usikie baadhi ya kauli zao. Makubaliano yao ni watu wawili waliokubaliana, si ODM. Sisi members wa ODM hatujawahi kuketi pamoja na tukajadiliana kuhusu makubaliano yaliyoko ya Raila, party leader wa ODM na party leader wa UDA. Hatujawahi sisi kuketi na tukakubaliana, kwa hivyo hatuelewi na hatujui wanatupeleka wapi. Wakati walichukua serikali walisema wametosheka. Sasa saa hii haina maana ya kusema wanatuhitaji. Sisi kama wana ODM tuko tu ODM, lakini tuko kwa serikali. Tunangoja tu wakati ikifika 2027 tutatoa uamuzi. Maoni yangu kuhusu ushirikiano wa UDA na ODM, hapo naona wanapoteza muda. Kwa sababu tulipoangalia hata serikali iliyopita walishirikiana, Ruto mwenyewe akatuambia huyu Raila sio mtu mzuri. Kumekuwaje leo amekuja kumleta karibu aseme ni mzuri? Kwa hivyo hapo tuna ukweli kwamba hata wakishirikiana hakuna chochote, ni matumbo zao tu, hakuna kingine chochote. ODM na UDA si ati kwamba kuna kitu ya maana tu wamefanya. Ni vile tu huyu Odinga alienda kuokoa Raila na JC. Raila alienda kuokoa Mr. President na JC. Na hakuna kitu ingine chochote tunaweza sema ati wanafanya. Manake tukiangalia vituko zinazoendelea hata zimepita mipaka. Kwa maoni yangu ni kwamba huo ushirikiano ni wa ulafi tu, hakuna kitu ingine. Maoni yangu ni kwamba tangu washirikiane waunde hiyo serikali yao ya road based, hakuna chochote kimebadilika. Mambo ni yale yanaendelea na kuharibika. Kwa hivyo hiyo serikali yao haina maana kwetu sisi wananchi. Sisi tunazidi kuangamia kiuchumi,
hakuna chochote tunaona kikiendelea. Tunaona ni kama hata wizara ni kama zimekufa zote. Elimu imerudi nyuma, haiendelei. Ulinzi ni huo unaregarega. Wizara zote hatuoni zikifanya kazi ile inatakikana kwa mwananchi. So ni kama kila kitu kimekufa. Hakuna kitu tunangoja kwa hii serikali. Namna ni baadhi ya kauli zao, na sasa kilichosalia ni kuendelea kuona je, ahadi walizozitoa Rais William Ruto na Raila Odinga zitadumu ama itakuwa namna gani. Naregesha usukani kwako studioni kuendelea kupata maoni zaidi. Mimi ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Asante sana Mariki kutoka kaunti ya Taita Taveta akizungumza na wakazi wa kaunti hiyo. Kwa jibu moja tu, Kipsang, unakubaliana na kauli za wakazi wa Taita Taveta? Ndio nakubaliana nao, lakini just as I said earlier, we've emphasized tumekuwa na hii tendency ya kwamba we are not voting for leaders, we are voting basing on a political party. That is why unapatanga every election kuna konga na wave. Kama election imepita kulikuwa na wave ya UDA. So long as ulikuwa unaenda pale unaangalia hiyo karatasi pale, unatafuta tu, hata kama ujui ni nani, unatafuta nani ni wa UDA, unapata tu mse anatik. Sasa ningependa kusema hivi, if tunaweza badilisha mentality yetu, or we shun away from believing that it is a political party that will bring change, and we start believing that it's the person that we elect that will bring transformation, that will bring development, regardless of his or her political party. Naam, Eugene, kumekuwa na huu mvutano kuhusiana na ugavi wa fedha kwenye kaunti. Hata Raila Odinga juzi akajitokeza na kusema ya kwamba wacha kazi ya ugatuzi ifanywe na serikali ya ugatuzi, kwa mfano ujenzi wa soko. Unadhani kwa njia yoyote ile serikali kuu imekuwa ikidhibiti fedha kimakusudi ili kuhakikisha kwamba kaunti hazijaweza kujiendeleza kimaendeleo? Eugene. Kwa maoni yangu ni kwamba kwa sasa hivi hizi ni zile era za Moi bado, ambapo unapata rais anataka kufanya kila kitu kulingana vile ambavyo anataka, kwa sababu kuna devolution. So kutoa pesa ende katika county government, hiyo ni haki ya county government kupata hizo pesa ili kufanya nini, maendeleo katika county. So rais akifanya vile atakuwa anaua devolution. Akikataa kupeana pesa katika county. Na unapata kwamba this era kudeal na hii generation yetu inataka ukue very sharp, na ukue na wisdom, ukue na knowledge yako pia. Kwa sababu sisi ni Gen Z, huwezi tu kuja na kifua kutuambia mambo ambayo wazazi wetu wameteswa, babu zetu wameteswa. Sasa sisi hatuwezi tukawapitia huo mlango, umeona? So rais haizi kutuwekea mambo ya era ya mnyayo sahi. Sahi lazima akubali kwamba ana deal na different generation. Kama ni kugawa fedha, agawe kwa county. Maana yake tunafuatilia. Hata unapata MCA anapata pesa almost 20 million a year afanye maendeleo katika wadi yake. Unapata MCA afanye nini? Atekelezi. Na ukiuliza MCA anakuambia Ruto must go. Unaona? Unapata governor pia anapatiwa pesa afanye maendeleo, kama governor wetu hata acha nimtaje Sakaja. Afanye Nairobi County inapata rasilimali kubwa sana kutoka kwa serikali, afanye maendeleo. Unapata there's a lot of drainage in Nairobi County. Why? Kwa sababu these leaders are incompetent. So what I can say about devolution is ililetwa na let me so to say this, ililetwa na Kibaki na Raila ili pesa iweze kufika wapi? Mashinani. So kwa njia moja ndio tunaweza laumu Rais Ruto, lakini pia hawa ma-MP wetu tuwafuatilie na tuwaendee kabisa hawa ma-MCA, hata senator, hata women rep. Hapa Nairobi unapata Pasaris anafanya nini? Sijaona maendeleo ambayo Pasaris anafanya kwa wanawake, hakuna, sioni. Na ukiuliza mbona Pasaris hafanyi kazi, wanakuambia Ruto must go.
Lakini ukisema kwamba unaweza taka kumuona seneta akifanya kazi aina gani? Oversight over Nairobi County funds, oversight. Oversight Nairobi County inafanya vipi? Sifuna mwenyewe sijaiona kielezea kuhusu vile ambavyo Nairobi inaendelea, sijaiona kielezea. Sijaiona ame-oversight. Mimi naona tu anampiga rais. Ya kwamba nini sijui Ruto. No, he has to oversight Nairobi County. Hiyo ndo kazi yake. Tulikuja pia kwa ma-MPs, tulikuja CDF ambazo zinapeanwa. Unapata MP wakati alikuwa na campaign, alikuwa anapeana watu pesa. Sasa hata wewe ukienda pale ofisi mwambie afanye kazi, atakwambia sisi tulimalizana. Si nikupatia pesa yangu. Wewe tulifanya vipi? Tulimalizana. So unapata MP azifanya nini? Haizi tekeleza majukumu yake. Kwa sababu hii idea ya kukampeni na pesa inafaa iondoke Kenya, maanake ni mambo ya zamani. Ni mambo ya zamani sana. Inafaa iondoke Kenya mambo ya kampeni na pesa, na sisi kama wananchi tuchukue jukumu ya kuangalia MC wako anafanya nini, MP anafanya nini, senata wako anafanya nini, na rais pia anafanya nini. Ubenzo, ni sehemu gani ya katiba huwa inasema ni lazima mwanasiasa anapokuwa akifanya kampeni awapatie wale ambao anataka wapigie kura pesa? Hakuna kipengele kwa katiba ambayo inasema mwanasiasa wakati wa campaign anafaa afanye nini, anafaa pati. Actually hata hiyo ni crime, ni bribery. We have Election Act ambayo inahujumu bribery, so haifai kabisa wapatiane. Lakini kuna pesa fulani katika hiyo Election Act ambayo mwanasiasa anafaa kuwe ameshaambia IBC ya kwamba atatumia pesa fulani na iko kwa account fulani kwa hiyo campaign. Lazima, sababu gani? Kuna logistics za fuel na nini na magari na kadhalika inafaa ikue. Lakini mambo na kupatiana pesa, it results bribery. Lakini hizo ndio vitu ambazo unaona zinatendeka kwa kila kura, lakini zinapuuzwa tu. Maana gani? Hatuna systems ambazo zina work, because systemic issues in this country ndio shida kabisa. Hata ukiblame mwanasiasa mwenyewe kama rais, lakini utapata hata ule mtu wake ambaye anafanya kwa ofisi yake pale, procurement officer, pia anaiba tu. Sasa hii kitu ni kwa ujumla tu Kenya mzima tu inafaa pengine hata tubatizwe upya ama ikuwe spiritual. Sasa watu waombewe waokoke tu. Naomba nielekezee hilo swali pia kwa Eugene. Mwaka 2027 unatarajia kuona uongozi unaokaa vipi? Na labda nyinyi kama vijana pia, Anthony, naomba pia uongeze sauti yako kwa hili swali. Do you think it is possible kuwa na kampeni ambayo it is free and fair? Hamuhitaji kupatiwa fedha na wanasiasa ili they lure you into voting them in? Yeah, it's very possible. It's very possible because our generation to entertain nonsense in this generation. Sisi kupewa pesa, not unless ni hizo vizazi vingine watakubali, lakini sisi hata tukichukua hiyo pesa tunajua ule mtu ambaye tutapea. So tena mwaka 2027 kama unajua uli vote finance bill yes, automatically kuwa sure kabisa unaenda nyumbani ukiendanga. Hiyo na kuwa sure kabisa kama uli vote finance bill yes. Hiyo kwanza jitoe kwa kinyang'anyiro ili tubaki na wengine. Ushanielewa? So kutoka kwa governor, kutoka kwa president mpaka chini, mimi naamini kuwa tutakuwa na watu wapya. We are draining the swamp. We are not joking. This is a country where huwezi tembea hapa mpaka pale. Hata ukitoka tu hapa nje ushaabductiwa. We don't have a country. Actually, we don't have a country where leaders are being forced to do. Hizi vitu zote zenye unaona Ruto hapa hivi akifanya, is being forced to do. Is not doing it willingly. Umeona? Let me take an example of Burkina Faso. Burkina Faso inaendelea. Let's go to start compare na Tanzania, but Tanzania has a stadium that is approved by FIFA. Unajua hivyo? The Benjamin Mkapa imekuwa approved by FIFA. But hapa Kenya hakuna hata moja ambaye imekuwa approved by FIFA. Alafu unaniambia kabisa vijana watapata kazi through talents ya football. Hawatapata. So the best way to drain kitu yote kutoka juu
kutoka juu mpaka chini yote iende, ikiwezekana hata Afrika mzima tu revolt. Anthony, kwa dakika moja kwa sababu muda unatupa kisogo. Naam, nitasema namna hii. Wakati ukisoma Biblia, wakati wana wa Israeli walililia Mungu, aliwapatia a savior ambaye ni Moses, ili awatoe pale from the slavery to the promised land. Now, to the Kenyan people, the cry reached the Lord, and he sent you, the Gen Zs, to save and liberate you from poverty and from affliction of bad governance. We should, and I actually encourage our parents to make sure that they don't take for granted the zeal and this anger by the Gen Zs to liberate their nation. As my brother here has said, we have watched our parents suffer. We have watched our grandparents suffer. And to us now, we said, there is no more time to complain while we are under the table. We must get on the table so that we bring a solution. Lakini tuko na shida kwa sababu amongst us, kuna wale ambao wameingiwa na hiyo begu, hiyo seed ya corruption, hiyo seed ya pressure ya pesa divert attention. Like for instance, our parents will not take us very serious like they used to do immediately after that protest of Gen Zs. Because of some elements here who have come up, I don't want to mention them. They came out, they actually shown that they have the interest to expose the government, the evil side of the government. They actually came out as the voices of reason. All of a sudden, kidogo, wao wenyewe wanajipata kwa hizi coalitions za hawa watu wenye tulikuwa tunasema ni corrupt. Wanaingizwa box, wanaanza kusema, hawa pia tumeona wako na mindset ya kuliberate Kenya. Yeah? Some of them tuliona wanakaa wamechanganyikiwa. Leo ameamuka, ameingia hii coalition. Kesho yake, ameanza kuwapiga akisema, hawako sawa. In short, what I will tell my fellow Gen Zs is this. Let us maintain the focus. Now that we said that we are here to make sure that we fight for good governance and to bring in responsible leaders. It is time for us to keep that focus. It is time for us to call out these bad leaders and make sure that ourselves, we will not compromise ourselves. And nikimalizia niseme hivi, if at all, like for instance what we saw the president and the minister for foreign affairs and trying to, bring it out like he's actually looking for job employments opportunities for the young people and jobless people internationally. Kama kweli wanataka hawa jobless youth wasaidike, kweli hivi wanasema wanapea jobs jui wapi nje ya nchi. Bona basi wasiweke passports zikuwe ni free. Kwa sababu leo hii the cheapest passport is how much? It's almost 9,000. Sasa hawa masafara unawaletea passport ya 9,000 alafu unamwambia unampea na kando na passport kuna hizo 7,500. Yes, and that is why you have seen watu wengi sana hadi wamekuwa conned. If at all the government means good for its own people, let us see. President akuja atuambie passports they will be given for free to all these young jobless people. That way we are going to see, yes, he means good for the people. The other thing I'll tell my people is this. Muda umetupa kisogo kabisa, hatuwezi kuendeleza. Asante sana mtazamaji. Huyo ni Anthony Karumba, ni mwanachama kutoka bunge la Mwananchi. Hata mtazamaji, nimekuwa naye Coach Ren, ni mchanganuzi wa masuala ya siasa hapa nchini Kenya. Pia nimekuwa naye Moses Obenzo, ni mwanasiasa kutoka kaunti ya Busia. Aidha mtazamaji, nimekuwa naye Eugene Kisaka, ni mwanachama kutoka bunge la Mwananchi, na pia Jeff Kipsang, mwanachama kutoka bunge la Mwananchi. Asanteni sana kwa kutenga muda na kuja kwa nami kudadavua swala hili kuhusiana na mustakabali wa siasa humu nchini Kenya. Basi mtazamaji, ndio tutakuwa mwisho wa mdahalo wetu. Tuchukue mapumziko mafupi, lakini zitimiapo saa 7 za dhuhuri basi nitakuwa nikirejea na taarifa kwa njia iliyo kamili. Kwa heri ya kuonana. Jina langu ni Ruga Iva.